Aliyekuwa kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Peter Msigwa, ambaye siku za hivi karibuni amekuwa akihusishwa kurejea ndani ya chama hicho, ambaye sasa ni mfuasi wa Chama cha Mapinduzi, ameibuka na kuzungumza mara baada ya ukimya wa muda mrefu, huku akisema kwamba amkeni, acha siasa za kuabudu vyama. Watanzania tusidanganyane, kuna upumbavu unaoendelea kuuzwa kama uzalendo, kuna chuki inajificha nyuma ya majina ya vyama. Wapo wanaopiga kelele mitandaoni wakisema kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni shetani, wengine wakijibu kwa asili wakisema kila mtu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni msaliti au malaika wa uongo. Hiyo siasa si ya wanaume wala wanawake wenye akili. Hiyo ni siasa ya ufuasi wasiofikiri. Hakuna chama kilichobarikiwa kutoka mbinguni. Hakuna chama kilicholaaniwa kutoka kuzimu. Kuna watu na ndani ya watu kuna tamaa, kuna maadili, kuna woga, kuna ujasiri. Ukisema wale wote ni wabaya, umeacha kufikiri. Ukisema hao wote ni watakatifu, umeanza kuabudu chama, na kuabudu chama ni hatari kuliko kupinga chama. Tatizo letu si tofauti za kisiasa. Tatizo letu ni watu waliokabidhi akili zao kwa vyama. Ukosoaji ukienda upande wako na nyamaza, ukosoaji ukienda upande wa pili unapiga kelele. Huu sio uzalendo, huo ni upofu wa kisiasa. Uzalendo wa kweli unasema rafiki yangu akikosea nitamwambia amekosea. Adui yangu akisema ukweli nitakubali ni ukweli. Lakini siasa za chuki hazitaki ukweli, zinataka mashabiki. Historia duniani imeonyesha jambo moja: pale watu walipoanza kutambuana kwa lebo na kuaminishana kwamba wale ni wabaya kwa asili, ndipo uharibifu ulianza. Leo ni maneno, kesho ni migawanyiko, kesho kutwa ni uhasama. Na taifa linalochukiana kwa misingi ya vyama linaishi juu ya baruti. Vyama vitapita, viongozi watabadilika, lakini Tanzania itabaki. Swali ni hili: je, tutakuwa taifa la watu wanaofikiri au taifa la watu wanaorudia propaganda bila kuuliza maswali? Nimalizie kwa kusema, kama unaipenda Tanzania, acha kuabudu chama, acha kubandika watu lebo, anza kuuliza maswali magumu hata kwa upande wako. Kosoa sera, chambua maamuzi, pima matokeo, lakini usimnyang'anye mtu utu wake kwa sababu ya kadi alionayo mfukoni, kwa sababu mwisho wa siku ujinga wa pamoja hauwi hekima na chuki ya pamoja haiui uzalendo. Watanzania amkeni, siasa za hoja zinahitaji ujasiri, siasa za chuki zinahitaji hasira tu.